majina naitwa Dr. Warren Bracy, nafanya kazi na Umoja wa Mataifa Tanzania na mimi ni meneja wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya idadi ya watu na afya ya uzazi. Lengo letu kubwa ni kuwa na dunia ambapo kila ujauzito unathaminiwa, kila uzazi ni salama na kila malengo ya kijana yanafikiwa. Katika hilo tumekuwa tukifanyia kazi katika maeneo mbalimbali, lakini kubwa zaidi ningependa kuongelea maeneo makubwa mawili. La kwanza ni katika afya ya mama na mtoto. Katika afya ya mama na mtoto tumehakikisha kwamba tunafikia 0 katika kutokomeza vifo vitokanavyo na uzazi. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na serikali pamoja na wadau wa afya ya mama na mtoto kuhakikisha kwamba tunafikia 0 katika lengo hili. Na katika hili tumekuwa tukiboresha mifumo ya afya, tumekuwa tukikarabati zahanati, lakini tumekuwa tukikarabati vituo vya afya pamoja na hospitali, na nje ya kukarabati tu tumeweza pia kuviwekea vifaa tiba. Kwa hiyo katika vifaa hivi tiba tumeweza kugundua changamoto mbalimbali ambazo mama anakuwa anakutana nazo pale anapokuwa akijifungua. Kwanza anaweza akapoteza damu nyingi. Kwa hiyo katika hili tumeweza kumsaidia mama kuweza kuwa na benki ya damu ambapo anaweza kumsaidia mama pale anapokuwa anavuja damu nyingi, basi anakuwa anapata damu ambayo inaweza kumuongezea ambayo ni damu salama. Lakini pia wako wamama ambao wamekuwa wakijifungua nje ya wakati ambao watoto tunaita watoto njiti. Kwa hiyo katika vile vifaa tiba ambavyo tumekuwa tukiviweka katika vituo vya afya ama hospitali ambazo tumezisaidia kuzikarabati ama kuzijenga kwa ushirikiano na wenzetu wa Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI, tumehakikisha kwamba kuna hizo mashine ambazo zimekuwa zikiweza kuwasaidia hawa watoto njiti katika makuzi yao na katika kuweza kuboresha afya zao. Kwa hiyo tumeweza kuwapa kipaumbele hasa katika afya ya mama na mtoto, kwa sababu lengo letu kubwa ni kwamba mwanamke wala mtoto, yani mama ama mtoto, asipoteze maisha. Kwa hiyo ni namna ya pekee ambapo tunaweza kuokoa maisha ya mama na mtoto. Lakini katika lengo la pili kwenye mambo ya family planning ama uzazi wa mpango, tumekusudia kufikia 0, tukimaanisha kwamba mahitaji ya muhimu ya hiari ya uzazi wa mpango yaweze kumfikia kila anahitaji. Na hapa tumeenda kwa kina zaidi kuhakikisha kwamba tumekuwa ni wadau wakubwa kwa kushirikiana na serikali, lakini pia na medical store, Wizara ya Afya, kuhakikisha kwamba huduma zile za uzazi wa mpango zote zinafika kwa wakati, lakini pia zinamfikia yule ambaye anahitaji. Kwa hiyo hapa ziko huduma ambazo ni nyingi. Kuna madawa, lakini ziko kondom za kike pamoja na za kiume, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu ya kutosha. Changamoto tumeweza kuzipokea nyingi za wanaotumia njia hizi za uzazi wa mpango. Wengine wanasema kwamba tarehe zao ama kalenda zao zinakuwa zinabadilika, wengine maumbile yao yanakuwa yanabadilika, wengine wanakuwa wanavuja damu, ama wengine wanachelewa kupata watoto. Kwa hiyo tunatambua kuna yale maudhi madogo madogo tunasema, lakini sehemu kubwa kwamba tunaposema kwenye uzazi wa mpango tunatamani kuhakikisha kwamba mtu yoyote ambaye anahitaji kutumia njia hizi za uzazi wa mpango kwa hiari aweze kupata taarifa sahihi. Taarifa sahihi itaweza kuwawezesha wao kujua namna gani ya kuweza kuzitumia njia hizi za uzazi wa mpango na kuepukana na zile side effects ambazo zimekuwa zikijitokeza ama tukizisikia kuzungumzwa na jamii, kwa sababu nyingi ni kweli zipo, lakini kwa namna moja ama nyingine pengine watu wametumia bila kupata muongozo wa kitabibu, muongozo wa daktari au muongozo wa mtu wa huduma. Na ndio maana tunawashauri sana kwamba wanaohitaji kutumia njia hizi za uzazi wa mpango basi waweze kufika katika vituo vya afya na kuweza kukutana na mtaalamu ambaye amebobea katika masuala ya uzazi wa mpango, ambaye atakayeweza kuweza kumshauri ni njia gani sahihi anaweza kuzitumia na zitakazoweza kumnufaisha katika malengo yake. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.